kisema ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida, enyi mlioamini mogopeni Allah. Taqwa Allah an ta'mala bima amaraka Allah wa an tajtaniba fima nahaka fi adh-dhahiri wal batin. Kuwa na taqwa, kumcha Allah, kumogopa Allah, manake kufanya bima amaraka Allah, kwa yale ambayo Allah amekuamrisha yote katika mambo yote ya faradhi ya lazima na sunna kwa kiasi cha uwezo wako. Wa antajtaniba fima nahaka, na kujiepusha na yale ambayo amekukataza fi dhahiri wal batin. Wa dhahiri, mbele za watu, sehemu ambazo hujulikana, unamtii Allah, unasali, mtu hatukani, hazini au halewi au almuhimu anakuwa mtu mzuri katika ibada zake na katika muamala wake fi dhahir. Walakin wabatin, unapokuwa peke yako chumbani kwako, watu hawakuoni, au umesafiri unakwenda pahala watu wakujui, mwenendo wako ndo ule ule, unajitahidi kufanya ambayo Allah amekuamrisha. Kama ulikuwa unasali sala za jamaa na misikiti iko karibu, unakwenda. Kama mtu alikuwa hafanyi maasi, halewi, hazini, hachezi kamari, vile vile anaendelea. Lakini sio kwa dhahiri anaonekana mtu mzuri, halafu chini kwa chini watu hawamjui, anatia fitna baina ya Waislamu, anawaangamiza Waislamu, au anachukua mali za watu, au anachukua haki za watu. Anaonekana mtu mzuri, chini kwa chini ana mambo mengine. Hii si taqwa. Lakini baya zaidi, ayul mar'i yudhhiru taqwahu amama an-nas la usu al-khatima. Mtu yoyote yule anajidhihirisha mbele za watu kwamba ni mtu mzuri, lakini kwa chini, siri kwa siri, anafanya maasi makubwa. Hatusemi aliweka kosea, minna la yukhfi, hamna sokosea katika sisi, hamna sokosea. Kama alivuta sigara, kama alikunywa pombe, hajakosea mtu. Ikiwa dhahiri mtu anakosea, iko asiri. Lakini hapo tunazungumzia ni kawaida yake, mbele za watu ni mzuri, lakini chini kwa chini ana miamala kiriba, chini kwa chini anazini, kwa siri ana liwat. Ni kawaida wake, wala hatubii. Katika Qur'an Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika watu wa motoni ni wale ambao kanu yusirruna ala al-hinth al-azim, katika surah al-Waqi'a. Hawa wanatia adabu kwa sababu walikuwa ni kawaida yao. Yusirruna, wanaendelea, si kama walikosea wakarudi, hapana, sikosea, na itakiwa haraka ubetoba unapokosea, lakini ni kawaida yao, hawajali. Kanu yusirruna ala hinth al-azim, katika kufru, katika shirki, katika maradhi, katika madhambi makubwa. Basi mtu yoyote ambaye anaonekana kwa dhahiri mtu mzuri, lakini anafanya maasi chini kwa chini, falahu su al-khatima, atakuwa na mwisho mbaya. Fitnatul mal, fitina ya mali. Fitna katika Qur'ani limekuja katika maana tofauti. Walfitnatu ashaddu min alqatl, tofauti na Kiswahili. Fitna kwa Kiswahili maana kuchanganisha watu, kuleta mizozo katika watu. Kiarabu tofauti. Alfitna ashaddu min alqatl, yani shirk na kufuru ni mbaya zaidi kuliko kuua. Wafitna ni ibtila, ni mitihani, ni mtihani ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anakupa. Na katika moja ya mtihani ambao watu wengi wanafeli, au katika mitihani miwili ambayo wanafeli, ni fitnatul mal wal fitnatul nisa. Ni fitna, mitihani ya mali, ima mtu kuitafuta mali katika njia za haramu, au kutoweza kujizuia na mtu kuzini ikiwa mwanamke au mwanamume, kama hadithi ilivyotangulia. Ndugu zangu Waislamu,
Allah subhanahu wa ta'ala katika Qur'an anasema wa'lamu annama amwalakum wa auladakum fitna, tambueni mali zenu ambazo Allah kakupeni au mnazitafuta ili mzipate, ajue mtu ni mtihani. Akitafuta itafute kwa njia za khairi, na vile vile akisha kuipata aitumie kwa njia za khairi. La sivyo atakuwa amefeli katika mtihani ambao Allah. Kwa hiyo kutafuta katika njia za khairi, kutafuta kwa njia za Allah subhanahu wa ta'ala na kuzitumia katika njia za khairi. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema katika maneno ambayo yako kutoka Sunan Tirmidhi, ya kitabu cha Sunan Tirmidhi, maneno ambayo Abu Hurairah radhiyallahu anhu amemsikia Mtume sallallahu alayhi wasallam akisema, Mtume sallallahu alayhi wasallam, inna likulli qaumi fitna. Anasema kila qaumi katika zilizopita tokea Nabii Adam mpaka Mtume sallallahu alayhi wasallam, za Nabii Musa, Nabii Isa, Harun, mitume yote ina mitihani yao ambayo mikubwa. Asema kila kaumu ina fitna za mitihani yake mikubwa. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema wal fitnatu qaumi, asema Mtume sallam wal fitnatu ummati almal, wal fitnatu ummati mal. Asema mtihani mkubwa uliopewa umma huu ni mali. Watu wengi wanafeli katika mali, na kama nilivyosema katika wanawake kabisa, kwa sababu ni mambo ambayo yamejengewa, yametiwa ndani ya mili yetu. Awe mtoto atakuwa, awe anasiha hanasiha, awe mcha Mungu asiwe mcha Mungu, awe mwalimu awe mwanafunzi, awe anapenda mali. Watuhibbuna mala hubba jamma, mnapenda mali mapenzi makubwa. Lakini watu tofautiana. Kuna watu tofauti mali kwa njia za halali wakatumia za halali, wanatafuta wengine njia za halali wanatumia kwa halali na haramu, wengine wanatafuta kwa njia za haramu wanatumia kwa haramu. Na hii ni mbaya zaidi. Pekee anovuka anatafuta kwa njia za halali akatumia kwa njia za halali, lakini anatafuta kwa njia za halali halafu akachanganyisha kutumia kwa halali na haramu. Kuna hatari, na hatari zaidi walitafuta katika njia za haramu wakatumia kwa njia za haramu, au wakatafuta kwa njia za haramu halafu wakafikiria wanaweza kuzikosha pesa zao katika njia za halali, kama kujenga msikiti au kutoa sadaka au mambo Waislamu. Na baadhi ya watu, Abdullah ibn Mubarak katika salafu salih, ni katika watu ambao wajawema tutangulia, anasema man tasaddaqa bil haram, anatoa sadaka kwa mali ya haram, wa tamaa bil thawab, akawa anatamaa ya kupata thawabu, faqad kafara bima nuzila ala Muhammad, huyo amekufuru na yale ambayo ameteremshiwa Mtume Muhammad. Na katika hadithi nyingine anasema inna Allaha tayyibun la yaqbal illa tayyib, Allah ni mzuri na anapenda vitu vizuri vya halali,